Ripoti yetu ya leo inazungumzia juu ya ukweli kwamba Marekani iliishiwa na mifumo ya ulinzi wa anga katika Mashariki ya Kati, na ndio maana ilisitisha mapigano. Licha ya kwamba imerejea katika mashambulizi, lakini bado hali ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani katika Mashariki ya Kati ni ndogo mno. Hii ni sababu ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani kutia saini mojawapo ya kandarasi kubwa zaidi za ununuzi wa kihistoria ya kupitia kampuni ya Lockheed Martin, ambapo imekubali kununua vifaa vya ulinzi wa anga hasa makombora ya Patriot kwa mkataba wa thamani ya dola bilioni 58.6. Marekani ilishiwa na mifumo ya ulinzi wa anga na hatimaye imeingia katika kandarasi mpya na kampuni ya Lockheed Martin. Mifumo mingine ya ulinzi wa anga ya THAAD nayo pia ilitajwa kwamba huenda iliisha. Mkataba wa sasa unatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa orodha ya uingiliaji wa Marekani ambayo imepunguzwa na vita vinavyohusisha Iran pamoja na maandalizi ya mzozo unaowezekana na Uchina. Moja kati ya vita ambavyo vinatajwa kwamba kwa kiasi kikubwa vimemaliza mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani ni pamoja na mifumo hii ya THAAD ni vita vya Iran, lakini pia vinatajwa vita vingine vya Ukraine. Marekani ilichelewesha mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot nchini Ukraine na kuahirisha usafirishaji wake hadi mwaka 2032 ili kuweka kipaumbele ulinzi wa vikosi vya Marekani katika eneo la Ghuba ambayo imenunua mifumo ya Patriot. Mkataba wa miaka mingi unasimamia ratiba za uzalishaji iliyoharakishwa katika kipindi cha 2026 hadi 32. Lockheed Martin kwa sasa hutengeneza mifumo ya ulinzi wa anga kati ya 600 kila mwaka na makubaliano hayo yananuiwa kuongeza uzalishaji hadi kufikia 2000 kwa mwaka. Kufikia lengo hilo kutahitaji Lockheed Martin pamoja na wasambazaji wengine wa injini za roketi, mifumo ya mwongozo na vichwa vya vita kupanua njia zao za uzalishaji. Kampuni hiyo tayari imetangaza mipango ya kuwekeza hadi dola bilioni 9 katika vifaa vyake vya utengenezaji huko Alabama, Arkansas ifikapo 2030 na kuajiri wafanyakazi zaidi ya 1000. Huu ni mpango mwingine wa Marekani kujiandaa kwa ajili ya kuwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya kutosha ya Patriot ambayo imeiona imekuwa na ufanisi katika mapambano. Ingawa Pentagon haikufichua idadi maalum katika tangazo, kandarasi hiyo inajumuisha zaidi ya vingilia kati ya 10,000 na pia inatarajiwa kupunguza gharama ya juu na kitendo chao kidogo hadi dola angalau milioni 4 kila mwaka. Kwa kulinganisha na mifumo ya ulinzi ya David Sling yanayotengenezwa na kampuni ya Rafael nchini Israel, inagharimu takribani dola milioni 1 kwa kila mmoja. Kazi ya uzalishaji wa ulinzi wa anga wa Marekani imepungua kwa kiasi kikubwa tangu mwisho wa vita baridi, na Pentagon imekuwa ikishinikiza makampuni ya ulinzi ya Marekani kuwekeza zaidi katika kupanua uwezo wa uzalishaji. Juhudi hizo zinakuja kwa gharama ya programu za ununuzi wa hisa iliyoundwa ili kuongeza gharama ya hisa na kutoa faida kubwa kwa wawekezaji pamoja na watendaji ambao faida yao inajumuisha chaguzi za hisa. Ukraine pia inajitahidi kujilinda dhidi ya mashambulizi ya makombora ya ballistic ya Urusi. Ukraine tayari imeshatumia mifumo ya ulinzi ya anga kukabiliana na makombora ya ballistic ya Urusi baada ya Marekani kusitisha uwasilishaji wa ulinzi wa anga wa Patriot kwa sababu ya hitaji la kuunga mkono vita na Iran. Na katika juhudi nyingine ya kupunguza uhaba huo, Pentagon hivi majuzi iliamuru mifumo ya ulinzi wa anga ya zamani ya PAC-2 Patriot kutoka Raytheon, ununuzi wa kwanza kama huo katika miaka 30 iliyopita. Mkataba huo wa dola milioni 441 utasambaza mifumo ya ulinzi wa anga ambayo haikuundwa kukabiliana na makombora, lakini vinaweza kuzuia ndege zisizokuwa na rubani. Vidokezi hivi vina gharama ya chini na vina kasi ya kutengeneza, na kuvirejesha kwenye orodha ya Marekani kutasaidia kuhifadhi kupokea sauti ya hadi ya juu zaidi ya PAC-3, mfumo wa ulinzi wa anga ili kujilinda dhidi ya makombora ya ballistic ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa